Mwili wa binti Elizabeth Msangi ambaye alifariki dunia baada ya kukutwa mwili wake ukiwa umekatwa shingo pamoja na kuumizwa sehemu mbalimbali za mwili wake katika kata ya Ilboru iliyopo wilayani Arumeru mkoani Arusha, umeagwa katika kata ya Mlangarini iliyopo wilayani Arumeru mkoani Arusha, ambapo utasafirishwa hii leo kuelekea Babati mkoani Manyara kwa ajili ya maziko. Ikumbuke kuwa mwili wa Elizabeth ulikutwa katika chumba alichokuwa akiishi, ambapo kwa taarifa za awali ambazo zilielezwa na aliyekuwa dereva wake, alidai kwamba kwa kipindi cha nyuma aliwahi kuwa na ugomvi na mwanaume aliyekuwa naye, jambo lililomfanya akahama alipokuwa akiishi naye na kuhamia katika eneo hilo la Ilboru. Kuna jamaa yake mimi namjua, aligombana naye. Chanzo cha dada kutoka huko chini kuja kuhamia huko kukaa mwenyewe. Alikuwa aishi kwa huyo jamaa. Huyo jamaa ndo alikuwa anaendaga hapo anapokaa yeye. Sijui kweli anafanya kazi gani. Sidanganye, sijui kweli anafanya kazi gani. Nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya watu ambao wamefika hapa msibani ambako mwili wa Elizabeth unaagwa alafu baadaye ukapumzishwa kule Babati. Mambo vipi? Poa. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Naitwa Francisca Evans. Mimi ni mwanafunzi ambaye nimesoma na Eliza kuanzia chekechea mpaka form 4. Eliza ulikuwa unamfahamu vipi? Eliza alikuwa mtu mzuri, mpole. Alikuwa ana akili sana darasani. Mara ya mwisho kukutana naye ilikuwa ni wapi na mliongea nini? Mara ya mwisho Eliza tumekutana naye kwa sababu kampuni anayofanya kazi ndio na mimi nilitoka kufanya kazi hapo. Kwa hiyo tulikuwa pia tunashirikiana baada ya shule. Ndio. Taarifa za kifo chake nilizipata nikiwa nyumbani na nilipata kwenye mitandao. Baadaye ndo nikaja kuingia kwenye grupu pia la shule tukapata taarifa zake. Ndio. Taarifa ilivyokuwa inasema, ambayo ndo ya kwanza mimi nilipokea, tumepata taarifa kwamba kuna mwanamke amefariki akiwa nyumbani kwake. Ndo kuja kuangalia picha ni Eliza ambaye tumesoma naye. Mimi kwa ushauri wangu, kama mtu unakuwa umeshamchoka au huwezi kukaa naye au mna zile quarrels ambazo haziishi, ni vyema mkaachana tu kwa amani. Pole sana kwa kilichotokea. Asante. Jina langu mimi naitwa Martha Deogratias Buile. Huyu alofariki ni mdogo wangu, ni mdogo wangu wa familia. Amekuwa kwenye familia yetu. Kwanza chanzo cha kifo chake? Chanzo cha kifo chake tulikiona kwenye mitandao ya kijamii. Tuliona kwenye mitandao ya kijamii kwamba nilipigiwa simu kwamba umeangalia mitandao ya kijamii, nikasema sijaangalia. Kuangalia hivi ndo nikaona Eliza. Kwa kweli imetushtua kama familia. Tumeshtuka sana. Tuliambiwa kwamba amefariki kwenye mazingira, kwamba kuna mtu aliingia ndani kwake akawa amemchoma visu. Basi ndo tunajua hivyo hivyo. Leo tunamwaga mdogo wetu. Tuko hapa Chekeleni, sehemu alipokulia, sehemu alikosomea, tunamwaga. Ikimpendeza Mungu, mida ya saa 11 tutamsafirisha kumpeleka Babati. Babati ndo kesho tutafanya shughuli za kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Unaitwa nani? Naitwa Grace. Eliza tumesoma naye tokea darasa la kwanza mpaka form 6. Eliza alikuwa ni mtu mpole, mcheshi na alikuwa anapenda kila mtu. Taarifa za kifo tulizoona kwamba ameuawa akiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo tulipopata hizo taarifa, kama unaona mtu akutaki, bora tujikate mapema. Sio kulazimishana, maana mwisho wa siku ndio inatokea vitu kama ilivyotokea kwa Eliza. Mpaka hivi sasa hakuna taarifa zozote zilizotolewa na jeshi la polisi kuhusiana na chanzo kilichosababisha kifo chake au mtu yeyote ambaye anashikiliwa hivi sasa kutokana na tuhuma hizo. Ripoti za AyoTV pamoja na Millard Ayo.com. Hapa na ripoti kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ngomba.